inavyoonekana. Sasa hapo ukiangalia picha zetu zote zinaonekana ni picha za aina moja kwa kuwa tulicopy. Sasa kisha kufanya hapa zako hapa, njia ambayo nitatumia hapa ni njia ambayo ni simple tu. Nitakuwa naingia kwenye hyperreference kama hapa. Maana hapa nakwenda kubadilisha kwa kuwa kule mimi nilisema picha zangu nimeziita nature 1 mpaka nature 6, kwa just nitakuwa tu na badilisha hizi title basi. Kwa nitasema hapa hii nitaita ni nature namba 2, alafu picha yangu hii nitaitwa ni nature namba 2, alafu hapa kwenye description labda tufanye hivi alternative hapa, hii hapa just ilikuwa ni hoteli, labda tuweke hii hapa labda ni ziwa. Hii ni nature namba 2, but tuite ziwa. Alafu kutakuwa na nature namba 3 hapa, tutabadilisha tutaita ni nature namba 3, na hapa pia tutachange, tutasema ni nature namba 3. Of course haya ni majina ya zile picha zangu tu, kwa hiyo utakuwa tu unazibadilisha basi ili kuweza kuokoa muda. Labda hapa tuweke labda misitu. Just hizi ni alternative text, endapo hizo maana yake hizi mara nyingi zinakuwa displayed endapo source ya image haipo, kwa zenyewe zitakuwa displayed tu as a text. Alafu kingine pia labda tuweke hapa ilikuwa namba 3, hapa tutaweka ni nature namba 4 ambayo ndio picha yangu nyingine nimelabel nature namba 4. Hapa kwenye nature namba 4 labda tuseme hii labda ni fukwe, mfano tuseme hii labda itakuwa ni fukwe. Alafu ya mwisho tuseme labda nyingine na itasema ni namba 5 hapa. Unaweza pia change namba 5 hapa pia kwenye nature namba 5. Paka hapa nakuwa tayari nimeshafanikiwa kubadilisha majina pamoja na location kwa kila picha. Kwa utasave, utasema control S kwenye keyboard, rudi kwenye browser hapa uangalie matokeo. Ukiangalia sema matokeo sasa hivi yanavyoonekana hapo, unaweza kuona picha zetu zote zimebadilika zote. Umeona? Kama zinavyoonekana zote zimebadilika vizuri tu. Sasa tukaweke descriptions katika kila picha. Yaani tukaweke maelezo mafupi tu kwa kila picha. Rudi kwenye kodi zako hapa. Of course nilisema kutakuwa na div ambayo itabeba maelezo ambayo ndo hii hapa. Sasa tuanze kuweka maelezo kwa kila picha. Tuanze na picha ya kwanza. Of course utaweka maelezo kutokana na picha yako jinsi itakavyokuwa inaonekana. Labda mimi niseme labda hoteli, niseme labda hoteli ya kitalii. Hoteli ya kitalii yenye nyota 5, labda niseme Zanzibar. Hii just ni maelezo ya ile picha yangu mfano. Alafu twende picha ya pili, tukaweke maelezo katika picha ya pili ambapo kiangalia maana yake hii ni picha namba 2 hapa, utaweka maelezo yake. Labda niseme labda mandhari mazuri sana ya ziwani, mfano ya ziwani. Haya tu ni maelezo. Twende kwenye picha ya 3. Hapa kwenye div tuweke maelezo. Tuseme labda minazi labda katika fukwe, mfano katika fukwe. Just ni simple tu description, maelezo kwa ufupi kuhusu picha husika. Twende kwenye picha ya 4. Hii hapa ndio div ambayo itakuwa inachukua hayo maelezo. Hapa tuseme labda ni fukwe zenye mchanga mzuri sana. Tena tuende tukaangalie, tuongeze tena description nyingine kwenye picha yetu ya mwisho ambayo ni picha ya 5. Tuweke tuseme labda furahia utalii wa baharini, okay? Utalii wa baharini pamoja nasi, mfano pamoja nasi hapo. Unaweza ukasave control S, rudi kwenye keyboard uangalie kama maelezo yametokea. Unaweza ukaona maelezo yametokea. Simuona hapa. Maana yake hii hapa ni picha ya kwanza. Ukiangalia picha ya kwanza kuna hapa maelezo yake.
Umeona kwenye kila picha ukiangalia kunakuwa chini kuna maelezo yake hapo. Nafikiri sasa hivi maelekezo yametokea. Sasa hatua nyingine ambayo itafuatia sasa hapa, baada ya hapa sasa tukatengeneze CSS ili kuifanyia decorations, tuweze kupata kitu kama hichi hapa, tuweze kuipangilia vizuri iweze kuwa na muonekano ambao ni mzuri. Sasa tutakwenda kutumia njia ambayo ni ya external, maana yake nitakuwa na faili lingine la CSS ambao nitakwenda kulilinki na faili langu la HTML. Cha kufanya hapa sasa, nitakuja hapa kwenye sehemu ya Explorer, hapa kwenye new file nitabonyeza, nitatengeneza faili lingine la CSS, nitaliita maktaba labda maktaba1.css, utalifungua. Humu ndani sasa nitakwenda kupiga kodi zangu za CSS ili nifanye decorations ambayo itakuwa ni nzuri sana. Sasa tukianza kufanya decorations, tutaanza kufanya decoration kwanza katika zile div zetu, tufanye hivi, tuje kwenye maktaba hapa. Kishamaliza hapa, hatua ambayo itafuatia tunakwenda kutengeneza CSS file kwa ajili ya kufanyia decorations. Sasa kutengeneza CSS file, of course kama unakumbuka ule muda nilisema kwamba kwenye folder letu lile ukiangalia huko ndani tumetengeneza folder lingine ambalo linaitwa ni style. Sasa huko ndani ndipo utakwenda kuweka file letu la CSS. Haya mafaili ambayo yanaonekana hapa nje ni mafaili ya HTML. Kwa CSS yenyewe itakaa huko ndani, ili kidogo mpangilio wa faili zetu ziweze kukaa vizuri. Kwa cha msingi hapa, utarudi kwenye Visual Studio yako, utaingia kwenye ile folder ambayo la style, hapa utabofya. Baada ya hapa utaingia kwenye sehemu ambayo inasema ni new file ili kutengeneza faili kwenye ile folder letu la style. Kwa nitasema hii hapa niite labda maktaba. Tuite ni maktaba1. maktaba1.css. Maanisha utambulisho wa faili letu ni .css. Baada ya hapo utabofya enter. Shabofya enter sasa, hatua inayofuatia ni kwenda kutengeneza link kwa ajili ya kuunganisha hili faili la maktaba1.html na ile faili lingine ambalo la maktaba1.css. Kutengeneza linki, utaingia kwenye faili lako la HTML hapa kwenye head. Before hujafunga head, utatengeneza linki. Utasema link, utakuwa na attribute. Attribute hii inaitwa ni relations. Itakwenda kuonesha relationship, of course hapa ni style sheet. Alafu kutakuwa na hyperreference, inakwenda kuonesha location ambako file letu la CSS inapatikana. File letu inapatikana kwenye folder la style, utaweka /. Ni file lipi hilo? File letu linaitwa ni maktaba1 kama linavyoonekana hapo. Utasema ni maktaba1.css. Baada ya hapo utafunga. Paka hapa unakuwa tayari umesha linki haya mafaili mawili. Kwa tayari kunakuwa na mawasiliano. Kwa unaweza kwenda kwenye CSS kule ukafanya decoration basi. Cha kufanya sasa hapa tuanze kufanya selections. Tuanze kufanya selections. Sasa tuanze kwanza kuselect yale mabox yote ambayo yanakuwa na picha. Kwa hiyo tutakwenda kutumia technique ambayo ni technique ya class. Maana yake ile mabox nitakwenda kuyapa majina ambayo yatakuwa ni class. Taanza na box la kwanza ambao ndio hili hapa. Linaanzia kwenye mstari wa 9 mpaka mstari wa ngapi? 13. Hili ni box moja tu ambao ndio lina picha ya kwanza. Hii hapa ni nature1, okay? Kwa hapa ndani kwenye hii div nitasema labda niite class. Baada ya hapo nitaipa jina class. Jina lolote ambalo nataka, labda mimi niite maktaba. Nitaita maktaba. Sasa ile jina nitakwenda kulicopy hivi. Kwanza nitaselect jina lote, nitasema control C kwenye keyboard. Sasa nitakwenda kucopy kwenye div zote, yani kwenye mabox yote ambayo yana picha. Maana yake itakuja hapa kwenye box la pili linaanzia hapa. Weka utacopy, utasema control V. Tena utaingia kwenye box la tatu, utasema control V kupaste ili iweze kuokoa muda. Na hapa tena utakopi, utasema control V. Na hapa tena utakopi, utasema control V. Paka hapa tayari umeshatengeneza class. Kwa sasa maana yake una uwezo wa kwenda kwenye CSS ukaita hili jina la maktaba. Baada ya hapo ukaapply zile properties za CSS ukafanya decorations katika zile box ambazo zinakuwa na picha. Cha kufanya hapa utakuja kwenye maktaba1.css
Kwa kuwa huku nimetumia technique aina ya class, basi kuita class utaanza na alama ya dot, utasema dot, baada ya hapo utatamka ile jina. Sasa before utasema kwanza ni div, maana yake nafanya declaration kwanza ya div. Baada ya hapo utaita ile class yako, utasema ni dot, inaitwa ni maktaba. Kwa utaita maktaba hapa, utafungua na kufunga mabano. Humu ndani sasa kwenye mabano yako utakwenda kuweka hizo kodi za CSS kwa ajili ya kufanya decorations. Tutaanza na margin. Margin maana yake ni zile nafasi za nje kule, yani kutokea kule kwenye ukingo wa browser kwamba iache space kiasi gani kuelekea kwenye picha zako, ndo margin. Kwa tuweke labda 5 pixel, alafu tuweke na border, maana yake hii itakuwa ni ile mistari ya urembo ambayo itakuwa inazunguka kwenye zile picha zako. Tuweke ni 1 pixel size, alafu rangi yake tuweke solid gray, itakuwa ni kijivu ambacho kimekolea solid. Okay, alafu taweka float maana yake nataka niweze kuisukuma. Maana yake unaisukuma wapi? Yani unaisogeza labda zikae kushoto kulia. Labda tuweke nataka niweze kusukuma hizo box zikae kushoto. Alafu width ni upana wa zile box zote ambazo zitakuwa na picha. Labda tuseme ni 200 pixel. Unaweza ukasave control C kwenye keyboard, rudi kwenye browser hapa. Ukija hapa ukirefresh hapa ukiangalia sasa unaona kama vile hakuna output yoyote ambayo imetokea. Kwa hiyo inavyoonekana kidogo kuna changamoto katika kodi zetu. Kwa hiyo utarudi kwenye kodi zako tena uende ukaangalie kuna shida sehemu gani. Rudi kwenye kodi yako hapa. Ukiangalia kwa makini kwenye hii line ya kwanza kuna div alafu kuna space. Sasa hii space huwa haitakiwi. Hii space haitakiwi. Kwa hiyo utakwenda kuitoa hii space. Nikitoa hiyo space yangu, nikisave sasa hivi, rudi kwenye browser hapa, refresh. Ukirefresh unaweza ukaona hapa. Unaweza ukaona haya ndio matokeo ambayo yanaonekana hapa. Kwa hiyo ndo kazi ya CSS. Tumeweka margin, tumeweka pia border, tumeweka pia float, maana yake tunataka ziweze kukaa kushoto. Pia tumeweka width ambayo tumeweka ni 200 pixel kwa kila picha. Upana wake. Sasa bado kidogo hazijakaa vizuri, so tuendelee kufanya CSS ili kutengeneza ziwe na muonekano mzuri. Utarudi hapa, utakuja hapa, utasema sasa hivi div hiyo maktaba. Okay, utaipa hover maana yake ni effect ambayo unataka iweze kutokea endapo mtu akisogeza yani mouse katika hiyo div ya picha, kitokee nini? Itokee effect ipi? Hiyo ndo hover. Kwa nitasema hover. Sasa nataka mtu akisogeza mouse kwenye hiyo kibox ambacho kina picha, basi border zibadilike. Tasema border solid, tuweke green, maana yake ibadilike iwe na rangi ya kijani. Ukimaliza hapo utasema control S, njoo kwenye browser hapa. Kwa sababu maana yake nikisogeza hapa hii kasa yangu, unaweza ukaona hizi border kwa mbali zinaonekana za rangi ya kijani. Hiyo ndo kazi ya hover. Unaweka effect tu. Labda kama uone, ngoja niongeze hapa pixel uone vizuri. Labda tuweke 10 ili uweze kuona effect ya hover inavyofanya kazi. Umeona? Kama nikisogeza kasa yangu, umeona hizi border zina change. Umeona zinakuwa na rangi ya kijani kama zinavyoonekana hapa. Hiyo ndo kazi ya hover effect. Sasa turudi tufanye hapa, turudishe, tuweke moja ile. Okay, sasa tuendelee tena, tuseme div. Unaita div, utaita tena ile hiyo maktaba yangu. Alafu pia nitakwenda ku access tena image. Hiyo ni tag nyingine, na yenyewe pia nataka zote nizifanyie decorations kwa wakati mmoja. Ukishaandika hiyo humu ndani, sasa unakwenda kuweka kodi zako za CSS. Labda niseme sasa nataka niweze kubadilisha yani zile boxi pamoja na picha. Nataka niweze kubadilisha upana na urefu pia ya picha.
width pamoja na box lake kwa pamoja niweke 100 pixel of course hapa. Alafu tuweke height ni urefu uwe vipi, tuweke auto. Okay.